Mungu ni mwema na ametubariki siku ya leo, na tutapokea baraka tena katika jina la Yesu. Na ninaamini ulibarikiwa kwa wiki ambayo imepita kwa siku 6. Kuna watu wamepokea baraka, kuna watu wamepokea uponyaji, tumesikia katika ushuhuda. Na wale ambao waliopokea ubatizo pia mubarikiwe sana katika jina la Yesu. Na mubarikiwe tena kwa jina la Bwana. Amen. Tunataka kusikiza neno la Mungu kwa sababu kuna watu walinipigia simu wanataka kuona katika mtandao hii, wanangojea kwa hii masaa ili tuweze tutaongea hiyo nyingine tena kwa hiyo. Nimeshukuru kwa wapendwa ambaye mumekuja pia na viti hizo. Bwana wabariki sana familia hiyo. Kulikuwa na hiyo hali ya kutaeleweka. Barikiwe sana mzee, barikiwe ile mzee mwingine pamoja na familia yenu kwa kukumbuka kanisa la Mungu. Amen. Na mtabarikiwa sana. Amen. Na kila mtu akuje na kiti moja umebeba. Yeah. Nenda kwa duka kuja naye. Ndio hizi za wenyewe ambayo mlivutana jana iweze kuondoka. Na nashukuru askari Kemboi kwa kusimama na kanisa, sababu yeye ni askari hapa na akasimama na sisi jana hata leo. Tupe Yesu sadaka nzuri. Na pia mnajua Kemboi amejitoa kwa sababu anapenda kufundisha watoto, ndio anafundisha watoto pia hapa. Yani ameshuka kabisa chini na akaweza kufundisha watoto. Haleluya. Amen. Kwa hivyo nafurahi sana kusikia watumishi wa Mungu vile mnafanya kazi na utabarikiwa sana. Nataka kwenda sasa kwa neno la Mungu kwa sababu ya wakati, ili uweze kubarikiwa. Wewe ni mbarikiwa siku ya leo katika jina la Yesu. Amen. Pokea hiyo baraka kwa jina la Yesu. Amen. Kuna mtu mmoja anaitwa Ibrahimu katika kitabu moja katika kitabu cha Mwanzo ambaye kuna mtu alibarikiwa na Mungu. Na huyo mtu aliitwa Abraham ama Ibrahimu. Na wewe pia ni Ibrahimu wa sasa. Amen. Wewe ni Ibrahimu leo. Amen. Wewe ni Abrahamu kwa hii ibada katika jina la Yesu. Amen. Kwa sababu imani ambayo ilikuwa na Ibrahimu ilikuwa ni imani kubwa sana ambaye ilifanya Abrahamu kubarikiwa na Mungu. Na akaendelea mpaka akaitwa Abrahamu yeye ni rafiki ya Mungu. Mpaka akaitwa rafiki ya Mungu kwa sababu alipenda Mungu. Alipenda Mungu kwa sababu aliona ya kwamba nitampenda Mungu kwa sababu Mungu ndiye anaweza. Kwa hiyo Abrahamu, maandiko yanasema kwa mstari wa 1 na 2 na 3 mpaka 9, Abrahamu akabarikiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wewe ni Abrahamu kwa hii ibada ya siku ya leo. Na usitoke kabla hujabarikiwa. Kuna mtu mmoja alimwambia malaika kwamba huwezi kutoka hapa mpaka unibariki. Haleluya. Na wewe mwambie Mungu leo, sitatoka kwenye ibada kabla sijabariki. Mimi ni mbarikiwa siku ya leo. Katika jina la Yesu. Abrahamu alipotii Mungu na kusikia Mungu, alisikia sauti ya Mungu na kutumikia Mungu, na ndipo alibarikiwa kwa sababu ya kutii sauti ya Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Hata wewe utakapotii sauti ya Mungu na kutenda sawa na mapenzi ya Mungu, utabarikiwa. Amen. Kama Abrahamu, mstari wa 1 na 2 na 3. Abrahamu hata jina lake likawa kubwa kwa sababu ya Mungu. Haleluya. Amen. Abrahamu hata jina lake, maandiko yakasema kwamba hata jina lako nitalikuza jina lako. Nitaliinua jina lako. Amen. Utakuwa mtu ambaye kila wakati watu wanataja jina lako kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Wewe ni mbarikiwa. Abrahamu alibarikiwa na ng'ombe, akabarikiwa na mbuzi na ngamia. Haleluya.
Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Alibarikiwa na pesa, akabarikiwa na gold, sababu maandiko yanasema kwamba Abrahamu alikuwa ana gold. Haleluya. Unajua ukiwa na gold kilo moja ya gold, wale wanaelewa gold 1 kilo, wewe ni tajiri Nairobi sana. Kilo moja tu, wale pengine hamjui maana ya gold. Ukiwa na kilo moja wewe ni milionea. Alikuwa na nyingi sana. Alikuwa na mawe zingine inaitwa diamond. Alikuwa na green garnet, vitu ya thamani. Alikuwa na mali nyingi, alibarikiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ni mtu alikuwa na pesa, akabarikiwa mpaka wakati aliingia katika mji wa Misri, ikajulikana kuna mtu amekuja. Na ni mtu wa Mungu. Haleluya. Amen. Wewe unaweza kubarikiwa katika kijiji yako na familia yenu, ikajulikana kuna mtu amebarikiwa. Amen. Kwa sababu itaonekana ya kwamba wewe umebarikiwa. Watu wataona ya kwamba wewe umekuzwa na Mungu, na jina lako limekuzwa na Mungu, mpaka wajue ya kwamba uko na ngamia, uko na ng'ombe nyingi. Na kwa sababu siku hizi hakuna ng'ombe na ngamia, umejenga ghorofa nyingi sana. Yeah. Na unamiliki malori nyingi sana. Haleluya. Amen. Unamiliki manyumba nyingi, unamiliki maploti nyingi. Haleluya. Amen. Wangapi wanaamini hivyo? Wangapi wanaamini kumiliki vitu vingi? Katika jina la Yesu. Abrahamu alibarikiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Abrahamu kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye alipenda Mungu. Sasa nafundisha juu ya kupenda Mungu na kutii Mungu. Wakati utakapopenda Mungu na kutii Mungu, unabarikiwa na pesa, unabarikiwa na ploti, unabarikiwa na manyumba. Kama ile mkulima ya ng'ombe zinazaa sana, mbuzi zinazaa sana, kila kitu yako kinakuwa. Hata biashara ndogo inainuliwa. Haleluya. Kwa sababu ya kupenda Mungu na kutii Mungu. Abrahamu anaambiwa nini katika mstari wa kwanza? Ya kwamba Bwana akanena na Abrahamu kwa sababu alipenda Mungu. Saa nyingine Mungu anakupatia mtihani ndio aone kama unampenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Akaambiwa sasa utoke katika jamii yenu na uende mahali nitakuonyesha. Haleluya. Nami nitakubariki. Toka katika ukoo wenu, toka katika nyumba ya baba yako, ambaye wengi hawezi kufanya hiyo. Haleluya. Brother Festus, ukiambiwa utoke kule Mwingi, wewe wa Mwingi, Kitui, toke Kitui huko uende kwa nyumba ya baba yako na usurudi huko, utasema hapana. Lakini ukiwa na imani utaenda. Abrahamu sasa aliambiwa ondoka kwa nyumba ya baba yako na mji wenu ili nikubariki. Na alipotoka akabarikiwa. Alipoondoka akabarikiwa, akasikia na kuacha nyumba ya baba yake na kuacha kwao na akaenda. Na ajui anaenda wapi. Mungu akamwambia kwamba nitakuonyesha mahali utakapoenda. Unajua kuna mambo zingine ambazo ni ngumu kufanyika, Brother Festus, kwa sababu unapoambiwa ya kwamba ondoka uende na ujui unaenda wapi. Lakini kwa sababu unatii Mungu na kupenda huyo Mungu na kumwamini kwamba chochote ambaye amesema atalifanya, ukaondoka. Si hata watu wanakushangaa huyu mtu anaenda wapi? Yeah. Na hata Abrahamu walishangaza watu wengi, huyu mtu anaenda wapi? Na maandiko yanasema alichukua mali yake yote na akaenda na akaonyeshwa na Mungu mali anaenda. Akaachana na jamii yao
Maandiko yanasema ya kwamba tena hapo chini ya kwamba aliambiwa atoke kwa hiyo nchi. Asifiwe Mwokozi. Wakati mwingine unapotaka kubarikiwa, lazima kuna vitu lazima uachane naye ndio baraka yako ingie. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lazima kuna hatua utafanya ndio ubarikiwe. Ya Mungu anaanza kukubariki. Kuna vitu lazima uame, utoke kwa hiyo mambo, utoke kwa hiyo mambo ambayo Mungu hayapendi ndio uweze kubarikiwa, ndio Mungu aweze kuingia ndani yako na uwe mbarikiwa. Amen. Kwa sababu kuna vitu ambapo inakufunga wewe usibarikiwe. Na hiyo vitu ambayo inakufunga wewe usibarikiwe ni vizuri usiache, alafu Mungu akubariki. Anakuambia toka kwa haya. Amen. Na unaweza kubarikiwa. Amen. Lakini Abrahamu baada ya kuondoka akaona, kwa sababu alizoeana na mtu ambaye anaitwa Lutu, kijana ya alikuwa anaita uncle yake, akasema twende na wewe. Haleluya. Twende tu kwa sababu ya mazoea. Hiyo ndio ilizuia sasa Abrahamu tena Mungu kutumbariki ya pili. Kwa sababu alitembea na mtu ambaye aliambiwa ya kwamba toka kwa nyumba ya baba yako. Lutu akatembea na yeye. Lutu hakuambiwa ya kwamba toka, ni Abrahamu aliambiwa toka. Sasa kwa sababu ya kupenda jamii, kupenda kijana ya ankoli yangu, unaita ankoli? Is it ankoli ama ankoli? Kwetu ni ankoli. Akaenda na Abrahamu, akaandamana na Ibrahimu. Ndipo Abrahamu ikazuiwa kwa miaka mingi bila kubarikiwa. Angeliondoka peke yake, angelipata ile mtoto. Lakini kuna mtu alizuia Abraham asibarikiwe ya pili, kwa sababu baraka ya kwanza alibarikiwa, ya pili hakupokea kwa sababu Lutu alikuwa. Haleluya. Amen. Sasa ikafika siku moja akamwambia Abrahamu akamwambia Lutu, kwa sababu ya kelele ambayo iko hapa, wewe angalia hii mji ni kubwa sana. Wakapanda, sijui alipanda mlimani kama mimi, hata mimi siku moja nikapanda mlimani kule Baringo. Nikaangalia mji ni kubwa sana. Haleluya. Amen. Alafu nikapiga hatua pia na mimi. Haleluya. Amen. Nilipanda mahali kwa nyumbani, mahali kamilima kidogo. Nikatupa macho yangu nikaona hii mji ni kubwa sana. Na watu wanazozana kwa shamba. Nikaambia baba yangu ya kwamba hii shamba yangu hii yangu. Watu wanataka shamba ile kidogo, lakini na naongezea yangu. Hiyo mzee alishangaa. Na nikarudia, na nilikuwa ni serious. Nilikuwa namaanisha. Nikamwambia angalia ni kubwa sana. Nikaondoka. Nakumbuka kitambo miaka mingi ilikuwa ni Thursday saa 6 hivi, tarehe nimesahau kwa sababu lakini niliondoka. Nikachukua pickup ya, nakumbuka wakati huo ilikuwa pickup ilikuwa na mkorino. Nikamwambia nibebee vitu na naenda. Jina la Bwana libarikiwe. Mahali nilipofika nilishuka kwa watu ambao si kabila langu. Na nikashuka kwa watu hatari, alikuwa anaitwa Mungiki. Ambaye ninyi mnaijua. Haleluya. Amen. Watu ambao waliodharauliwa, watu ambao waliokuwa na kata watu wakanikaribisha. Mmoja akanipatia 3 bedroom house bila kulipa. Kuna maji, iko na kila kitu. Niambia hii nyumba mwenyewe yuko Nairobi. Sasa wewe kaa hapo, niliachiwa hapo na nitapigia mwenyewe, na ina eka 3 ya shamba, lima mpaka siku ile utatoka. Ni kwa sababu niliangalia mlima nikaona hii mzozo iko hapa,
wacha niwachane na hii, sitaki, na nikapeana. Siku hiyo nikapata 3 bedroom house na eka ngapi? 3 kwa siku moja, kwa sababu nilichukua hatua nikatoka. Haleluya. Nilipomaliza mwaka moja, mwingine akanipa shamba, na nilikuwa nimewapatia hii ushuhuda, nusu eka kwa hapo, na akaniandikia ya ukweli, twende, akaniandikia shamba ya bure, na niliacha shamba huko. Nikaoa sasa, nikajua kumbe baraka yangu iko hapa. Nikakaa kidogo, nikaona nitoke hapo, nikahamishwa mahali pengine. Mahali nilienda tena nikapewa 20 acres na wazee wengine. Nikatembea mahali naitwa Mao. Nikaongea tu na wazee wako hapo, wakasema hii kijana ni ya wapi? Wakati huo walikuwa napeana mashamba. Nikapewa eka 20. Kwa sababu niliacha ile ya baba, ile ya mzozo, na nikaacha kabisa, baraka ikaanza kunifanya. Abrahamu anamwambia toka wewe na utabarikiwa. Haleluya. Amen. Abrahamu akabarikiwa kwa sababu alitoka kwa jamii yao. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ninataka ubarikiwe katika jina la Yesu. Na uwe Abrahamu wa sasa. Amen. Wewe ni Abrahamu katika ibada. Hii tunatoka na baraka kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Kuna mambo lazima uachane naye ili uweze kubarikiwa. Kuna tabia lazima uachane naye ndio uweze kubarikiwa. Hautabarikiwa kama hujawachana na tabia fulani, hujawachana na maneno fulani, hujawachana na matamshi fulani, ndio Mungu aweze kukubariki. Utapokea baraka wakati utakaposikia sauti ya Mungu. Utakaposikia Mungu anasema nini na kufuata sheria zake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tupe Yesu. Haleluya. Nataka tusome katika hiyo, msomaji tusome katika hiyo ya kwanza na ya pili, tusikie jinsi Abrahamu alipobarikiwa. Leo ndio tutasoma. Soma kwa jina la Yesu. Kitabu Mwanzo 12 kuanzia mstari wa kwanza inasema, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Nami nitakufanya kuwa taifa kubwa. Endelea. Na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikiao, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Tupe sadaka nzuri. Na atakaambiwa ya kwamba katika wewe jamii yote ya duniani watabarikiwa. Kwa sababu ya Abrahamu kutii Mungu na kusikia Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ukitaka tu kubarikiwa wewe, ni kusikia sauti ya Mungu na kutumikia Mungu, na Mungu atakubariki. Amen. Wakati utakapokata kauli ya kwamba mimi nataka kubarikiwa, ni utumikie Mungu na kuachana na mambo ambayo Mungu hapendi, na Bwana atakubariki. Amen. Abrahamu alipenda Mungu sana. Kwa hivyo wewe ukipenda Mungu sana, na Mungu atakubariki sana. Amen. Kumbuka ni huyo Abrahamu ambaye wakati mmoja baada ya kupata huyo mtoto alikuwa anaitwa Isaka. Mungu akamwambia, sasa kwa sababu umepata Isaka, nenda ukamchinje iwe dhabihu. Haleluya. Amen. Na kwa sababu ya kupenda Mungu akaenda kumchinja. Kitu ambayo wewe huwezi fanya sasa. Hata wewe huwezi fanya. Leo hii wewe ukiambiwa mtoto wako anaenda kuchinjwa, utakuja kanisa. Wewe acha ikae baki na mtoto.
Abrahamu alipochukua Isaka kwenda kumchinja kwa mlima, alimwambia Sara ama alificha? Inaonekana sijui walikubaliana naye ama alienda tu, alimwambia tu twende. Haleluya. Ama walikubaliana pamoja. Lakini ninajua ni kama hakumwambia yule mama, alimwambia tu kijana twende, kwa sababu Mungu amesema. Haleluya. Najua mama na mtoto wewe kanisa hili. Abrahamu akaenda, Mungu akamtesti ya pili, akamchinja Isaka, akamfunga, akaweka kwa madhabahu. Mungu akamwambia nimejua ya kwamba unanipenda. Kondoo ikatolewa, akachinja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Sadaka nzuri. Alitembea na Mungu sana. Maandiko yanasema ya kwamba nami nitalikuza jina lako. Ukitaka kubarikiwa mpaka jina lako ujulikane wewe ni mtu mzuri, ni kupenda Mungu sana. Watu watakuwa nasema nenda kwa ule mama akuombee. Nenda kwa ule mama atakuambia. Nenda kwa ule mama atakuelekeza. Kwa sababu jina lako ina utukufu ya Mungu. Haleluya. Ni kwa sababu ya kupenda Mungu. Utaonekana kwa jamii yako kwamba wewe unaweza kufanya. Hata mambo ikitoka mahali wewe unaambiwa ya kwamba yule mama, yule mzee, nenda kwa hiyo mzee. Nenda kwa hiyo kijana. Atakuelekeza, atakuambia maneno. Tumpe Yesu sadaka. Kwa hiyo Abrahamu akabarikiwa na akaambiwa yoyote atakayekulaani nitamlaani. Haleluya. Mtu yoyote atakayelaani mtu wa Mungu atalaniwa. Wewe sasa. Hakuna mtu yoyote atakulani na abaki hivyo. Kulani ni kusema njia nyingine yoyote atakayekutukana. Haleluya. Ile matusi ya mtani. Kupafu wewe, tikataka wewe. Ile mtani. Tupigwa na Mungu. Akisema wewe ulaniwe, atapigwa na Mungu kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu. Haleluya. Kwa sababu mdomo yako ni ya kubariki wewe. Uwe mtu wa kubariki watu. Na ndio ubariki. Amen. Yeyote atakayekubariki nami nitambariki. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mtu yeyote atakayesema ubarikiwe, na huyo mtu anabarikiwa. Amen. Kwa sababu na utukufu ya Mungu. Kwa sababu wewe ni mtu ambaye unabarikiwa. Haleluya. Amen. Kwa sababu kinywa chako wewe ni mtu wa kubariki watu. Kubarikiwa. Na ukimwambia mtu ubarikiwe anabarikiwa. Kwa sababu wewe ni mbarikiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo kinywa chako mahali popote utakayetembea, unatembea ama unakaa ukibariki watu. Ukibariki mtu mahali alipo, na wewe unabarikiwa. Amen. Ukibariki watumishi wa Mungu, ukisema na Israeli ibarikiwe. Amen. Na wewe unabarikiwa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Usiwe mtu wa kulaani na kutusi na mambo chafu, na wewe utapigwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kuna mambo ambayo itakuzuia katika kinywa chako, ndio Mungu akazuia wewe kubarikiwa. Uwe mtu ambaye unabariki na Mungu anakubariki. Amen. Sasa maadui zako watapigwa na Mungu wakati atakuvamia. Mungu atasimama na wewe wakati maadui wamekuja kukuvamia, na Mungu anasimama na wewe. Atawapiga maadui yote. Jina la Bwana libarikiwe sana. Abrahamu akabarikiwa na akainuliwa kwa sababu alipenda Mungu sana. Haleluya. Penda Mungu sana kama Abrahamu. Penda Mungu kama Yakobo. Haleluya. Penda
kama Elisha. Penda Mungu kama Joeli. Penda Mungu kama Isaya. Penda Mungu. Haleluya. Ukapenda Mungu ndio ubarikiwe. Ndio unapokea baraka. Ndio saa ingine unaweza kusema ya kwamba sijabarikiwa. Angalia ni kwa nini hujabarikiwa. Ni kitu gani kimezuia wewe usibarikiwe? Sasa unaenda unaangalia moyo wako, unapekua ndani yako, unasema hii kitu ndio inafanya nisibarikiwe. Wacha niwachane na hii ndio niweze kubarikiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wacha niwachane na mambo fulani ndio niweze kubarikiwa. Maana utabarikiwa ukiwa na mzigo ambaye iko ndani yako. Utabarikiwa wakati umesimama katika nyumba yako, wakati umependa Mungu sana, wakati moyo wako inavunjika ndani ya Mungu, wakati moyo wako inalia sana kwa sababu ya Mungu, na ndipo utabarikiwa. Utaona baraka kama Abrahamu. Kuna utabarikiwa na mali, kitu chochote utakalolitenda, hata kama ni ndogo, umebarikiwa. Hata kama ni kubwa, imebarikiwa. Ni kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu, umeishia Mungu. Angalia mambo ambayo Mungu hapendi, ukaachana na hiyo, na umwambie Mungu, sasa nibariki sasa. Nimetoka kwa nyumba ya baba yangu, nimetoka kwa nchi yangu, kwa jamaa zangu, na inabidi utoke kweli. Kwa mambo zingine lazima uitoke, utoke huko. Na ni ngumu mtu akae kama ametoka kwa watu wake. Mara nyingine unaambiwa toka kwa mila ya watu wako, unasema haiwezekani. Wanakurudisha huko kwa sababu lazima ufanye ndio ufurahishe watu wetu. Haleluya. Sasa tutafanya nini? Na ni kawaida ninyi kufanya mila. Mungu amesema wachana na hiyo mila, wachana na desturi ya kinyumbani na unitumikie. Haleluya. Toka katika mambo ambazo Mungu amekuambia achana nazo, ndipo tuweze kubarikiwa katika jina la Yesu. Amen. Na kusikia Mungu anasema nini. Amen. Mungu anataka nini katika maisha. Mungu anataka wewe umsikilize Mungu na kutii sauti ya Mungu. Kama Abrahamu akawa mtu wa imani mpaka Mungu akamuita yeye ni rafiki yake. Ilifika wakati wa Sodom na Gomora, mpaka Mungu akaona ya kwamba sitaenda kuchoma Sodom na Gomora bila kumwambia Abrahamu. Haleluya. Wakamtembelea, wakamwambia sasa baada ya chakula ninaenda kuchoma Sodom na Gomora. Kuna mambo zingine Mungu atafanya bila kukuambia wewe. Atakwambia. Atakujulisha naenda kuangamiza huko. Atakujulisha kuna kitu kitatendeka. Kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa sababu umeishia Mungu. Lakini shida, utakuwa unaona chochote katika maisha yako. Lakini ukiwa mtu wa Mungu, atakubariki, atakuinua na atakufanya chochote anakujulisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hivyo ukitaka kupokea baraka leo, ni utoke kwa jamii yako kiroho, utoke kwa mambo ambazo Mungu asipendi, na utabarikiwa. Ndio utapokea hiyo baraka. Watu wanabarikiwa, watu wanainuliwa, na wewe uinuliwe. Sasa ndio wewe uangalie, unaambia Mungu leo ni nini hiki, na wacha na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Baraka ya pili, wakati Ibrahimu alipobarikiwa, alitaka kubarikiwa ya pili ya Isaka. Ilibidi Lutu aondoke ndio akabarikiwa. Na Mungu akanyamaza wakati walipokuwa na Lutu. Walipomsindikisha Lutu, maandiko yanasema ya kwamba aliporudi akiwa barabarani, Mungu akaongea. Kwa sababu ile mtu akikwaza ashaondoka. Akazungumza na Mungu. Ibrahimu akamwambia, angalia juu, nitakupa watoto kama hiyo. Angalia nyota hii
itakupa wewe. Kuna mambo ambazo zinaweza kukuzuia wewe kutosungumuza na Mungu ama Mungu kusungumuza na wewe. Mpaka Lutu aondoke ndio Mungu aongee na wewe. Mpaka uondoe dhambi ndio Mungu aongee na wewe. Mpaka ukatae mambo zingine ndio Mungu aongee na wewe. Kwa sababu Mungu alinyamazia Abrahamu kwa sababu ya mtu fulani alikuwa naye. Wangapi wanaamini watabarikiwa kwa jina la Yesu? Kwa sababu unastahili kubarikiwa. Mtu wa Mungu ni akubarikiwa. Haleluya. Amen. Wewe ni mtu wa kuonekana ya kwamba uko na baraka. Umeinuliwa kimaisha. Unajua si kawaida watu wa Mungu kukosa. Kwa sababu Mungu ambaye tunayemwabudu ni tajiri. Baba yako ni tajiri. Kwa nini wewe? Ukiwa na imani ya kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi, baba yangu ni tajiri, kwa sababu kweli hata ibada tunamwabudu aliye tajiri. Na kwa nini usikuwe tajiri? Kwa nini usipokee hiyo baraka ya pesa? Usipokee baraka zote ambayo unayotaka katika moyo wako. Na unayemwabudu ni tajiri. Haleluya. Juzi nimeona kwa TikTok. Nyinyi wote mnajua TikTok. Nimeona mama mmoja hapa tu Nairobi akikasirika sana. Kwa sababu baba yake hakuweza kuzikwa kwa sababu kanisa walikuwa wanataka pesa. Wakasema hawatazika baba yake mpaka wapewe pesa. Wakakataa. Sasa ile mama alikuwa anasema, kwani hii Mungu hii watu wanaabudu ni maskini mpaka mnakataa kuzika baba yangu kwa sababu mnataka pesa? Nikaona ni kweli. Kakasirika sana. Nikaona akaambia watu msiende kanisani. Msiende, mtu yote atakayenisikia asiende kanisani. Kwa sababu wanaabudu Mungu maskini mpaka wanataka kuzika mtu unamlipa. Wewe unaweza fikiria ile mama amekosea. Hakukosea. Kwa sababu alipoona watu wa Mungu anamuitisha pesa ndio azike baba yake, akaona hii ni watu aina gani? Kwani Mungu yao ni maskini? Si ni kweli? Mpaka ulipwe, lipa kwanza pesa ndio tumzike. Kama usipolipa kusema kwani Mungu yao ni maskini? Kama ni maskini basi msiende huko. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu wetu ni tajiri sana. Nataka nikutie nguvu. Na uende na baraka leo, si kesho. Saa hii katika jina la, ukiamini tunabarikiwa. Ukiamini tunapona. Ukiamini tunaishi. Ukisema hiyo nasikia na natenda. Kwa sababu ya imani, kutokuwa na imani. Amen. Nataka nikutie moyo, nataka nikupe ya kwamba unabarikiwa. Ukapenda Mungu ndio ubarikiwe. Baraka iko kwa Mungu kwa sababu unaitisha kutoka kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mambo lazima uachane naye. Lutu akiondoka kwa maisha yako wewe unabarikiwa. Mungu anaambia wewe. Kwa hiyo ni kuondoa Lutu alafu Mungu anakubariki. Ondoa Lutu katika maisha yako na wewe ubarikiwe katika jina la Yesu. Na wewe uanze kuinuliwa. Kwa sababu Mungu anapenda kubariki mtu ambaye anampenda yeye. Wewe ukimpenda anakubariki. Lazima akubariki. Hata kuacha. Akasema siwezi kuacha. Daudi anasema nini? Tangu nikiwa kijana mpaka sasa ni mzee, sijaona mwenye haki alifanya nini? Hakuna. Kwa sababu Daudi alikaa katika njia ya Mungu na hajaona. Sasa leo hauna leo lakini kesho utapata. Amen. Na ndio Mungu hapa mnaishi. Kwa sababu hii mji tunaishi. Hii mji ni mnaitanga shamba na nini? Na mawe. Yaani ukiwezi panda na ime kwa sababu ni mawe. Kwa hiyo lazima
Kuna mambo inafanyika ndio ikuwe chama na mawe. Mambo ni ngumu. Lakini si mnaishi. Si nyinyi mko? Haleluya. Ni kwa sababu mnatembea na Mungu. Na ndio nilikwambia katika Nairobi, pengine uwe na ploti na kujenga. Labda mawazo yako haifiki hapo na tunataka ufike hapo. Kwamba utaanza kumwaga mawe ya kwanza, ya pili, ya tatu, alafu mchanga mawe ya kwanza, ya pili. Haleluya. Inawezekana katika jina la Yesu. Kwa sababu ya kumwamini Mungu. Mambo zingine na kulikataa ndio ubarikiwe. Na kusema kutoka leo nimeamua kumtumikia Mungu ndio nibarikiwe. Amen. Ninataka kukua hivi na inakuwa namna hiyo. Amen. Unabarikiwa kwa ile uko nacho ndani yako. Musa anaambiwa kwamba uko na nini? Akasema niko na fimbo. Akasema tumia hiyo. Enda kwa Farao kwa hiyo. Enda pambana na kingdom ya Farao na fimbo. Haleluya. Amen. Tumia fimbo pekee yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ni kitu gani ulicho nacho? Angalia Musa na fimbo pekee yake. Fimbo ile ya alitumia. Na hiyo ndio ilipasua bahari mara mbili na barabara ikawa. Fimbo. Uko na fimbo ya jina la Yesu leo.